Tume ya uchunguzi na maridhiano nchini Tanzania imesambaratika baada ya ujumbe mkali kutoka kwa Godbless Lema ambao ulifichua siri kubwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Uchunguzi wa serikali juu ya mauaji ya baada ya uchaguzi unaendelezwa kama tamthilia ya kisiasa badala ya upelelezi wa kweli. Ni ukweli uliotokea wakati kiongozi mkuu wa upinzani Godbless Lema alimchapa kifua mwenyekiti wa tume ya uchunguzi jaji mstaafu Mohamed Chande Othman. Lema ambaye ni mwanasiasa mkongwe wa chama cha demokrasia na maendeleo na mbunge wa zamani alifuta heshima ya tume hiyo kupitia mitandao maarufu ya kijiita jukwaa la kutawanya propaganda badala ya jengo la haki ya kweli. Hii ni wazi kuwa Tanzania ina kikwazo kikubwa mbele ya ustawi wa demokrasia, haki na uaminifu wa taasisi za umma. Katika ujumbe uliosambaa haraka, Lema alikataa shambulio la tume hiyo akisema hakukuwa na nia ya kweli ya kupata ukweli juu ya ghasia zilizofuatia uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka jana, bali ni jaribio la kufunika hatma halisi ya mauaji, mateso, utekelezaji wa nguvu isiyo ya lazima dhidi ya wananchi. Na vilevile kwenye ujumbe wake Godbless Lema alitaja na kusema kuwa jaji mstaafu, kwa misingi ya kisheria na maadili ni vyema kujiuliza dhamira ya kuzunguka nchi nzima na hiyo mnayoita tume ya uchunguzi ni ipi hasa. Uchunguzi wa haki haupaswi kuwa onesho wala zoezi la kuhalalisha hitimisho lilokuwa lishaamuliwa. Wakati huu Mwigulu mnayemuita waziri mkuu anaonekana kuwa na majibu ya kila kilichojiri wakati wa uchaguzi. Kisheria huu ni mkanganyiko wa mamlaka na dharau kwa akili za wananchi. Kimaadili ni unafiki kujifanya kutafuta ukweli ili hali ukweli unaodaiwa kujulikana tayari. Hii inadhoofisha imani ya umma katika haki, utawala wa sheria na taasisi za nchi. Niliwaona wewe na wenzako mapema, nami narudia tena leo. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kumbukeni, kisasi cha damu ni cha Mungu, si cha mwanadamu. Kwa busara, haki na kumcha Mungu, achaneni na hiyo kazi kabla madhara yake hayajawa juu yenu. Ujumbe wake Godbless Lema ambao kidogo umesambaratisha tume hiyo ya uchunguzi na maridhiano iliyoandaliwa na Samia Suluhu. Na katika ujumbe uliosambaa haraka, Lema alikataa shambulio la tume hiyo akisema hakukuwa na nia ya kweli ya kupata ukweli juu ya ghasia zilizofuatia uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka jana, bali ni jaribio la kufunika hatma halisi ya mauaji, mateso na utekelezaji wa nguvu isiyokuwa ya lazima dhidi ya wananchi. Ikiwa ni siku chache tu tangu uchaguzi uliochukua siku ya kihistoria lakini ya kusikitisha, maelfu ya wananchi wakajitoa zukini kupinga kile walichokiona kama kupora usalama kupora kasoro ya uchaguzi. Maandamano yalikumbwa na majibu ya kikatili kutoka kwa vikosi vya usalama. Ripoti za kibinadamu na mashirika ya haki za binadamu zilisema kuwa maelfu walisumbuliwa, maelfu walishikiliwa kwa nguvu na mamia kupoteza maisha yao chini ya mwanga wa ghasia hizo, tukio ambalo limekuwa moja ya mateso makubwa zaidi kivita, kisiasa tangu uhuru wa Tanzania. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa ghasia zilichukua sura ya kikatili isiyodhania. Wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika kama Amnesty International na Human Rights Watch wameripoti matumizi ya nguvu zisizostahili na risasi za kweli dhidi ya waandamanaji na hata raia wasiohusika. Polisi na walinzi wa usalama walitumia vifaa vya moto kuchoma msongamano wa magari na msongamano wa amani, na kulingana na ripoti, miili ya waathiriwa ilihifadhiwa kwa maegesho ya siri, sehemu ambayo familia na wanajamii hawakuweza kupata furushi ya mwisho kwa ndugu zao waliopoteza maisha. Taarifa za Umoja wa Mataifa zilizotolewa kwa idara ya haki za binadamu zinathibitisha kuwa maelfu waliuliwa au kujeruhiwa vibaya na kuwa serikali ilihifadhi baadhi ya miili katika maeneo yasiyojulikana. Kitendo kinachofanywa
kama kuficha ushahidi. Hali hii ndiyo msingi ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi upinzani kama Lema, ambao wanaona kwamba tume ya uchunguzi ikuwa na uhuru wowote wa kulifanya uchunguzi wa kweli. Kama Lema alivyoitisha, tume inaonekana ni kifaa cha kulinda hadhi ya serikali badala ya kuwakilisha haki ya wananchi, na matokeo yake ni pungufu wa amani na imani ndani ya jamii na mdahalo wa kina kuhusu uadilifu wa taasisi za umma ambazo zilipaswa kulinda demokrasia na utawala wa sheria. Tanzania, ambayo ni nchi inayoitwa kwa utulivu wa kisiasa kwa miongo kadhaa, imejenga sifa yake kama ngome ya utulivu chini ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi. CCM imekuwa ikiongoza tangu mabadiliko ya kidemokrasia mwaka 1992, wakati mfumo wa vyama vingi ulipoanza kutambulika rasmi. Hata hivyo, utawala wa CCM umekuwa ukikumbwa na maswali ya ukandamizaji wa upinzani, ving'amuzi vya sheria kwa wapinzani na marufuku za kisiasa. Na katika uchaguzi wa mwaka 2025, CCM ilitangazwa kushinda kwa asilimia karibu 97 ya kura, na matokeo yaliyotawaliwa vikali na vyama vya upinzani na mashirika ya haki za binadamu. Uchaguzi huu uliambatana na kuondolewa kwa wagombea wakuu wa upinzani na kuwakamata baadhi ya viongozi wakuu wa vyama vinavyopingana na serikali. Mashirika ya kimataifa pamoja na European Union of African Union pia yalisema uchaguzi haukuwa wa haki wala huru, na kutaja matatizo ya utoaji wa kura, marufuku zilizowekwa kwa wagombea wa upinzani na matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji. Tume ya uchunguzi iliyoongozwa na jaji mstaafu Othman ilizunduliwa kama jaribio la kugundua chanzo cha uzito wa ghasia zilizofuatia uchaguzi, na serikali ilieleza kwamba tume hiyo ilianzishwa chini ya Commissions of Inquiry Act mwaka 2002 na inalenga kutoa uchunguzi wa kina unaojitegemea na wa uwazi. Lakini wapinzani wanabishana kwamba sheria hiyo inamruhusu rais kuchagua nani anayeongoza tume hiyo, namna taarifa zitakavyotolewa na nani atakayesoma matokeo yake, jambo ambalo inaunda uhuru wa kipekee wa tume hiyo. Wanasiasa wa upinzani na mashirika ya haki walitaka tume huru ya kimataifa ikiwezesha Umoja wa Mataifa au mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, serikali imekataa wito huo na ikisema kwamba masuala haya ni ya ndani na kwamba Tanzania ina mfumo wa kutatua matatizo yake bila kuingiliwa. Mipaka ya athari za ghasia hizi ni pana mno. Kwanza, Tanzania imepoteza heshima ya kimataifa kama nchi yenye demokrasia ya mfano wa Afrika Mashariki. Umoja wa Ulaya umeanza kujadili kusimamisha misaada na mashirika ya kimataifa yamehama mtazamo wa safari ya kawaida ya ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi. Hii ina maana kwamba Tanzania inaweza kuanguka katika pengo la uhusiano wa kimataifa, kupoteza fursa ya uwekezaji na kukumbwa na vikwazo vinavyoweza kuathiri uchumi wake kwa miaka ijayo. Kwa ndani, hasira zinazidi kuongezeka. Familia zinatafuta ndugu zao waliofichwa, wakazi wanaogopa kushiriki shughuli za kisiasa, na wanatamani wanakuwa wakiwa na shaka kubwa dhidi ya uwezo wa serikali kuwalinda raia wake. Mfumo wa haki unasemekana kushindwa, na watu wengi sasa wanaonekana kukosa imani na mchakato wa kiasi hicho. Leo Tanzania inakabiliwa na wakati wa maamuzi makubwa zaidi tangu uhuru wake. Ikiwa ghasia hizi hazitachunguzwa kwa uwazi kabisa, na ikiwa viongozi waliohusika hawatafikishwa mbele ya sheria, basi hatima ya nchi inaweza kutumbukia utawala wa giza wa kisiasa, ambapo nguvu na hofu zinashindana na haki na uwazi katika ulimwengu unaobadilika. Sio tu historia ya Tanzania inayoanguka kijijini, ni imani ya wananchi wote juu ya uongozi, usawa wa sheria na mustakabali wa watoto wao. Ni dira gani itaimba safari ya nchi ijayo, ile inayoongozwa na haki au ile inayoongozwa na utawala usio na uwajibikaji?
Ndiyo hayo tulikuwa tumekuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.